Dakika ni 13 mpenzi msikilizaji, zimekatika tangu mwendo wa saa 2 majirani yetu ya Afrika Mashariki, sawa na tarehe 2 mwezi wa 4 kama tulivyokuarifu hapo awali. Ikiwa basi ni lisaa hili ndo kwanza kabisa tunaanza kwa moto ulio juu kabisa. Najua ni tangu juzi jana na leo pia tumejaliwa kwamba tutakuwa nao wageni wetu. Lakini kitu ambacho kimenipendeza zaidi huu mwaka, naona ndugu yangu Razia ndio mgeni wa kwanza kufika, hata si on time, before time. Yeah. Unajua ishara ama dalili za bright students. Huwa anakaaje? Anafika mapema. Anafanya kazi zake mapema. Yani a superwoman siku zote, yani yeye hachelewi katika mambo yake. Yani umcheleweshi wewe. Karibu lakini sana. Yeye siku zote atakuwa safi tu. Karibu sana. Kwa wale mashabiki wetu wapya kutoka ile time tukaungana na ndugu yetu Razia paka saa hii, labda hawajui Razia ni nani. So kwa nguvu yako, kwa ruhusa yako, na kwa niaba ya dada tunakukaribisha by the way. Asante sana. Labda uanze na majina yako, unashughulika na nini katika kaunti ya Mombasa ama hapa maeneo ya Mombasa. Karibu. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Razia Miraj. Mimi ni sub county GBV AYP mambo na vijana na mental health coordinator. Nafanya kazi katika Department of Health niki coordinate activities za Nyali na Kisauni sub county. Kwa yule ambaye hajui AYP ni nini? AYP ni vijana ambao wanaanza kutoka miaka 10 mpaka 24. Adolescents and young person. Na tunasema kwamba wale ambao ndo wanaanza kuwaka moto. Unajua ukisikia mambo kama hayo adolescents hapa na pale, ndio huo unaona kamba, yani wajua kila kitu, yani ushafika. Kuna mambo mengi sana yako katika hiyo sekta by the way. Sababu ndo mwanzo kabisa tunapata kujua watu wengi sana, hata mimba za mapema tunazipata hapo. Na mambo mengi sana, ndio maana tuko hapa leo kuweza kuaddress such like issues, ndio? Kwa hivyo nachukua fursa hii tuweze kuzungumza rasmi katika mazungumzo haya ambayo yataenda takriban lisali moja hivi kama nitakuwa sijakosea. Yakizidi hapo basi sawa, lakini mengi zaidi nataka tukite hapo. Masuala mazima haya ya HIV na GBV na mambo mengi ambayo yanahusisha vijana. Wewe kama ambaye unakuwa tuseme kama mkereketwa sasa, tuambie County Government of Mombasa, kuna mipango yoyote ambayo inahusisha katika sekta hiyo ama namna gani? Tuanze hapo chini kabisa kabla tuendelee. Karibu. Sawa, asante sana. Sisi kama County Government of Mombasa hatuna budi ili kufanya kazi kwa kushirikiana na mashirika tofauti including Dio Radio. Ndio. Kwa nini tunataka kufanya kazi kwa kushirikiana? Kwa sababu hivi haya masuala matatu yanaitwa triple inamaanisha vitu vitatu vilivyoungana ambavyo kimoja kinachangia kingine. Ndio. Nitakupatia mfano mdogo. Ndio. Unapokuwa umepitia dhulma ya kijinsia kwa njia ya kubakwa, basi chances yako ya kupata maambukizi ya HIV pia iko kubwa. Kwa sababu ile hali ya kubakwa pale kuna majeraha na kuna yale maji yako na yale maji ya yule mwenye kufanya ile kazi ya ubakaji yanakutana. Na anapokutana hujui yule mwenzako alikuwa hali gani. Ama wewe huyo mwenye kukufanyia ile kile kitendo cha unyama naye hajui wewe uko hali gani. So yeye amefanya kujitosheleza kwa ule muda. Lakini sasa kuna matokeo baada, aftermath. Baada ya huo muda. So wakati unapobakwa kuna maambukizi ya HIV unaweza kuyapata. Kweli. Na pia ikiwa hutakwenda hospitalini kwa muda muafaka kupata huduma ya kuzuia mimba, kuzuia HIV infection, basi wewe uenda ukabeba mimba. Na hizi kesi ziko. Kweli. Okay, hapo tukibaki hapo kwa masuala ya kunajisiwa kwa wale vijana na watu kiujumla. Labda tafiti zinasemaje, because kuna ile kwamba tunaweza ambiwa kwamba Nairobi ndio imekithiri sana masuala haya, maeneo ya Nyanza, maeneo ya Pwani, ama katika hapa Pwani tuko namna gani hali ama Mombasa County kwa ujumla? Asante. Kulingana na tafiti hatufanyi vizuri. Vijana between miaka 10 mpaka miaka 24
we are at around 34.5%. Tuko na haya maambukizi kwa vijana katika umri wa miaka 15 to 24. So hii taswira inakwambia nini? Tuko pabaya. Tena ni kwa mayouth, vijana wetu. Damu iko moto, inachemka. Wewe ukiwa ambayo unahusika ama una interact na vijana wengi sana hata kutafuta suluhu ya shida hizo. Je, unahisi kwamba ni kipi kinakosekana? Ambacho kinakosekana sana katika jamii. Masuala kama haya yanaongezeka. Rapping inaanza huku mashinani kabisa. Unajua tuseme nini? Mimi na wewe tuko na responsibility ya kufanya. Na si watu wote wako na hii information. Tuseme uchochole unachangia. Tutaenda kwenye community ya dialogue kuzungumza na vijana. Una focus group discussion kuzungumza na vijana. Lakini je, hao vijana wanajitokeza? Wakati tunapowaita kujitokeza. Hata kukiwa na misaada ya county kuhusu public participation, vijana ni nadra kujitokeza. Na hapo sasa ndio advocacy, tunaenda kwa mitandao, manake huko ndio wanasemekana wako. Lakini pia kuna vijana ambao wako Mwakirunge, hata simu hawana. Unaona? Sasa hao kuwafikia nao, tumefika kule, tumefanya uhamasishaji, lakini sasa kujitokeza kwa vijana, kuja kupata huduma, hiyo ni changamoto kubwa sana. Na labda pengine kwa upande wenu unahisi pengine ni kipi ambacho kinafanya mpaka vijana wanakataa kuja, hawataki kabisa, ama kwa upande wenu mnaweza kuielewa vipi, ama unaona kwamba ni kipi ambacho kinatakikana kifanywe kwa vijana ndo ile dhana ya kusema kwamba hawataki kuja ikoze kuondoka? Sasa vijana, one thing nimekuja kurealize kuhusu vijana, they need their safe space. Mahali pao, si mahali unakuja hospitalini, mzazi yuko pale na wewe uko hapo. So pengine mwenyewe amecheza, amejaribu, si unajua ile pia pressure, amejaribu kuonja lua. Sasa anataka kuja kupata ushauri. Na by the way, hospitali zote za serikali si lazima uwe mgonjwa ndio uje. Sisi katika youth friendly services, manake tunazita huduma, hatujazieka kama ni kituo, yani hii ni kituo cha mayouth. But ukiingia pale, mhudumu yote ambao aliotrainiwa katika mambo ya youth friendly services anaweza kukuelezea. Na katika mikakati, ni mikakati ambayo tunapanga, ni at least kuwe na a desk, youth desk, kila mahali za zahanati zetu. Ndio anapofika pale aweze kupata youth mwenzake kumwelekeza. Unaona? Services zinapeanwa. Lakini sasa vijana wao wanangojea mpaka mambo yaharibike. Ameanza kuona discharge mchafu, anasema wacha niende bwana, iweza kuwa ni STI, iweza kuwa ni nini, anababaika. Sasa hii information light angekuja mapema, tukakaa tukamzungumzisha. Huwa tunachora kama tree diagram, kama vile debate. Ambiwa sasa, ukiwa umejihusisha katika ngono mapema, madhara yake ni yapi? Ikiwa utasubiri kidogo, je, faida zake ama madhara yake ni ngapi? Na hapo ndo unapata kujua kweli vijana hawana information ya kutosha kuhusu lile jambo ambalo linawaathiri. Okay. Labda pengine kuna yule kijana ama kuna yule mzazi ambaye anasikia neno GBV kwa mara ya kwanza, haelewi tunazungumzia nini hasa. Labda pengine kwa uelewa wako unaweza kufafanua, pengine akaweze kukatch up na ile mazungumzo ambayo tunazungumza siku leo. Ya, kwa sababu tuna deal na watu tofauti. Sawa. Maswala mengine tukipata hata tunashangaa. Unajua mimi na wewe tunaweza tunaelewa. Tende nalo. Sawa. Katika lugha ile ambayo tunaelewa, GBV ni dhulma za kijinsia ama gender based violence. Dhulma za kijinsia ni mtu yoyote mahali popote. Wajua tuko na uhuru, kuna zile tunaita uhuru wa kufanya.
niko na uhuru wa kutembea, niko na uhuru wa kujiexpress, wa kuzungumza, niko na uhuru wa kupata matibabu, niko na sasa ile uhuru mtu akiweza kuenda kinyume na sheria. Umeona? Especially uhuru kama ni mtoto, ako na uhuru wa kupata elimu, ako na uhuru wa kuangaliwa kiafya. Umenipata? Sasa watoto wengi wazazi wamewajeuza kama sasa ndio kitega uchumi. Bali ya mtoto kwenda shule, mtoto yuko barabarani anaomba. Mtoto ametumwa aenda kufanya kibarua. Unaona? Na katika hiyo hali ya kufanya kibarua, anapata mtu mzima anachukua advantage ya hiyo hali. Kwa sababu ya hana pesa. Umaskini, uchochole. Hana kitu cha kujitegemea. Sasa anamwambia mimi ngoja kidogo nikufanyie kitu kizuri alafu kisha nitakupatia kitu. Kitu ni nini? Pesa. Na kama ni pesa nyingi, ni pesa ngapi? Shilingi 500, shilingi 100, hata 50. Yaani hii kitu inauma sana. Inauma. Tumekuwa na dialogues na washirika na wanaharakati tofauti. Tukizungumza na wazazi. Manake hii yote kwa sababu wazazi wamefunga mikono, wamewachilia watoto wao. Hivi sasa tunaenda kwenye holiday. Ndio tushaingia. Matarajio yetu ni yapi katika hii holiday? Wazazi hawajui watoto wako wapi, wanacheza wapi, watoto wameenda exactly. Sasa hawa wazazi majukumu yao ni yapi? Mimi na wewe. Zamani najua ukiona tu mtoto anaharibika hata kama si wa kwako, namchapa, unatafuta njia, unamrekebisha na unaenda kumripoti kwa mzazi. Hivi sahii wamuona mtoto wa mwenzako ameingizwa guest house. Mtoto wa miaka 12, 13. Anasema hata si ya kwangu, hayanihusu. Na hata pia ukachukua ile hatua ya kuenda kupeana habari kwa mzazi. Mzazi anakurukia. Anakuambia ya kwako yamekushinda, ya jirani utayaweza. Sasa unabaki kusema mimi nimechukua jukumu. Mzazi ameamua kukava mtoto wake. Wazazi wengi huwa wanatumia watoto wao kama chambo. Na wengine hawajui kitu gani kina happen kwa maisha ya watoto wao. Wakisingizia kuwa wanawatafutia watoto riziki. Wewe umeacha mtoto Kenya na rafiki yako, umeenda zako Dubai kwenda kutafuta riziki, huku mtoto amejeuzwa, amekuwa sasa ndio sasa bibi mdogo. Shule hendi vizuri. Anapomaza hata mamako hiyo pesa matumizi ya tumi. Mama kumbe anatuma pesa ya matumizi kila baada ya mwezi. Sasa ule msichana ndio sasa anakuwa chambo cha huyo rafiki. Pengine ni hatua gani ambayo inapasa kuchukuliwa endapo mtu atakuwa amejipata katika huu mtego ama katika hili swala zima la GBV? Katika hii dhulma ya kijinsia, kitu cha kwanza, dhulma yoyote ya kijinsia, kuna dhulma nyingi. Kuna hizo za tunaita za ngono, za sexual. Inaweza kuwa ni ubakaji kwa either mtoto mdogo ama mtu mzima. Tunaambiwa kimbilieni zahanati ama hospitali iliyoko karibu na wewe katika masaa 72. Kwa nini tunahamasisha watu kukimbilia? Ni kwa sababu kuna huduma tunapeana pale. Huduma ya kwanza, tunakupatia wewe mwanzo akili itulie. Manake hicho kitendo si kitendo cha kawaida. Kinaleta mafikira yanaenda yakibadilika. Utakuwa sawa. Utakuwa na trauma. Kila ukikaa unaona watu wanakujudge. Kila ukikaa unaona kama unakuja kufanyiwa kile kitendo kwa mara ya pili ama mara ya tatu. Alafu pia kuna ile dhana ya kutaka kucommit suicide. Mimi nataka kutoa uhai, sina umuhimu tena kwenye hii jamii. Nimechafuliwa maisha yangu, nimejihifadhi, nimekuja kuchafuliwa katika mazingira ambayo
sikuwa nimetarajia. Ushaona? So ni vizuri sana, kitu cha kwanza tukimbilie hospitali, tupate dawa za kuzuia maambukizi ya HIV, tupate dawa kama ni mtoto wa kike kuzuia mimba, kwa sababu huwezi kubeba mimba ya mtu ambaye amekudhulumu, humjui uchungu. Ndio pale unaona mtoto young person amezaa kisha ameenda kutupa mtoto. Shangaa kuna nini? Hiyo nayo imekuwa ikikera watu wengi sana. Haya, tumezungumzia masuala mazima ya inaitwa sarichari nyingi sana, lakini kuna kitengo nataka tuzungumze kidogo tukirudi mambo ya pregnancies. Sijui takwimu za Mombasa pia zinasemaje, because tumezungumzia mambo ya nini yale tumejua, lakini sasa tunataka tujue, maana yake tushasikia Kilifi mambo iko vipi, Kwale, sijui hapa Mombasa napo masuala ya early pregnancies yako namna gani. Tunazama kidogo, tukirudi itakuwa tunaanzia hapo. Na ukumbuke kama pengine utakuwa kuna swali msikilizaji kwetu, hakisha kwamba unadondosha swali lako katika ukurasa wetu wa Facebook. Bila shaka kuna mambo mazuri zaidi ambayo tumekuwekea, na kama pengine ni simu, bila shaka sema kwamba simu zote zipo wazi kama itakuwa sijakosea. Ambapo namba yetu simu kwenda ni kama 0790044487. Zungu ama Mombo wanasema kwamba ni 0790204487. Tunazama kidogo, lakini tukirudi tunarudi na mengi zaidi. Nasema kwamba usiondoke na wala usibanduke. Dakika ni 36 mpenzi msikilizaji, sawa na saa 2 mwezi ikiwa ni wa pili. Tuko mwezi wa pili. Najua ni kwa nini. Unajua siku zote mtu akifanywa kitu kizuri kwa mara ya kwanza huwa kuna ile kubabaika, trauma amekupata ama ni lakini yeko ilikuwa ni ya Valentine kabisa. Ben Powers namuona pale, Nation Muia namuona, anaitwa Modi Modi anatumia official name gani? Bro, kuna watu wana majina. Kuna watu Modi huyu mmoja by the way. Masudi na kuona pia vile Marin Marine na kuona, Patricia anasema show iko sawa. Anaitwa Emisembe Oyondi. Watu wa Lakeside asanteni sana. Emmanuel wa Bungoma anasema show iko sawa. Welton Talam anasema anasikiza show kabisa na kabisa. Asante sana kwa wale ambao mnatusikiza. Tukia basi tunasonga aste. Kuna taarifa ambayo imeshuka, nataka nisome tu kwa haraka kisha baadaye tuendelee kwa mazungumzo yetu ya siku ya leo. Public Service Commission pale PSC has introduced a new system to verify academic certificate in public service. Unaelewa? Si kama vile ya kitambo ilikuwa tunahangaika kidogo. This comes after fake papers slipped through due to old system allowing the unqualified people to get jobs and promotion. Unaona hiyo taarifa ilikuwa inaangaziwa pale baadaye katika chumba chetu cha habari. Akina Lennox wako pale nje, America Vesa wherever you are, mazee Hausa Hadija kule Likoni. Fanya mambo, taarifa ndio mshughulikie, na bila kusahau Peter Mbonge. Jamani, fanyeni mambo. Sasa hapa tumepambana, ni asubuhi saa 2 sana. Nasonga. Anyway, tukiangalia masuala mazima ya show yetu ya siku ya leo na ndugu yetu hapa Razia. Na by the way, Razia umekuwa mtu wa nguvu sana katika diary. Tumeinteract na mambo mengi sana. Sema tu mambo sijui. Turudi upande wa topic yetu ya siku ya leo. Right. Mambo ya pregnancies, early pregnancies, into unplanned, kitu kama hiyo. Hizo exact terms, lakini kaunti ya Mombasa tuko namna gani? Je, ziko ama zinapungua ama zinaongezeka, kitu kama hiyo? Asante sana. Kulingana na takrimu tulikuwa na mwaka tulikuwa 11%. Ndio. Tukajikakamua 2025 tukaja tukashuka mpaka 9%. Sasa kazi ambayo iko mbele yetu, tunaweza kumaintain hiyo 9 ama tutarudi huko juu tena hapo sasa, kwa sababu mimba ambazo za utotoni ama mimba ambazo hatujazipangia ziko na ziko kupitia njia tofauti. Tutazielezea hizo njia. Vijana wetu wanataka kufanya experiment. Kuna ile hamu ya kutaka kujua, na katika mafunzo yetu tunajaribu kuwaambia mwanzo tudhibiti zile hisia mwanzo kabla kujiingiza katika kitendo cha ngono mapema. Ni vizuri mwanzo tuende shule, tusome, tu develop career zetu, ndio tuweze kujikimu wakati uko tayari kuanza maisha. Lakini hivyo sio hali kamili ilivyo.
vijana katika mashule. Si shule yani imeanza as early as shule hizi za chekechea, hizi za primary. Haya, secondary ni hivyo. Na mwalimu ni nani? Ni vijana wenyewe kwa wenyewe pale, kudanganyana. Nakwambia ni tamu, jaribu tu mara moja, kuna kitu kitatendeka. Hawajui matokeo ambayo yanakuja na hiyo na hiyo hali. HIV, maambukizi ya STI, ngono, magonjwa ya ngono, magonjwa ya ndio hayo tunaita ukimwi. Haya, mimba umeibeba bila kutarajia. Wale ambao mara moja tu, jaribu mara moja tu. Kumbe mara moja ndio inakuwa mara zote. Mara moja ndio umenaswa. Umeharibu kabisa. Sasa hii 9%. Tunasubiri ripoti, manake sasa hivi ndiko 2026. Kila mwaka huwa tunaambiwa tumefikia wapi. Na unaona hawa ambao wenye kubeba mimba, wengine huwa wanachukua hatua ya kuavya mimba. Unanipata? Wakisha avya mimba, mambo yakiwa sege mnege ama ameenda vibaya, ndio wanakimbilia hospitalini kwenda kupata ile huduma. Na by the time wanakimbilia wamechelewa, kwa sababu tunapoteza vijana wetu katika hiyo hali ya kuavya mimba. Wengine wanakuambia tumia kijembe, sijui jikate mali fulani, tumia sijui majani ya chai, kula sijui tembe 20 za Flagyl. Yani kila kijana Coca-Cola. Sasa unaona hii hali, afadhali kuwe na katika hii msingi yetu ya AYP strategy tuko tunasema, kwa kijana ambaye hajaanza hii hali ya sex ama ngono, basi afadhali kidogo aitulize. Yani hiyo ndo the best information tunaweza kupatia vijana wetu. Watulize ball kidogo kwanza. Kuna mambo mazuri Mungu amewapangia sisi kama vijana. Tutulize ball kwanza. Tuliza ball kwanza, na kama basi huwezi kutuliza, basi tumia kinga. Tumia kinga, kuna condoms napeana kwa vijana wetu wa kike. Kuna information kuhusu kupanga uzazi, especially hii tumetarget wale ambao tayari washa athirika. Mna mtoto wa kwanza, before uje na mtoto wa pili, tunajaribu kukunasa hapo. Tunakupatia yale mafunzo, na pia tunakuambia kama kuna njia za kupanga uzazi tofauti, na zile zitaendana na wewe. Kuna watu wanataka kugotewa hapa, naona hata wananiletea shughuli kidogo. Emmanuel Katana na kuona tutegea kwa sana, asante sana. DJ Suleish kama kawaida anasema yuko ndani. JJ Ozengo anasema following. Alafu kuna swali ambalo limeweza kushuka hapa kabla tutakuwa sijasahau. Maswali nimeona ni mengi sana. Anasema kutoka Likoni, nampongeza sana kipindi. Anasema mada ni nzuri, na pia wakati mwingine wazazi anasema wazazi hufanya nini? Kama hufeli sana wakati wa likizo. Ama anapomaliza mtoto form 4, mtoto unapata wanakosa vitu vingi kuliko wakiwa shule. Unapata hata pads hununuliwa tena sababu amemaliza form 4. Atatoa wapi kama hatapata mtu amnunulie? Kisha yawe mengine. Kuna haja ya kuhamasisha wazazi pia tena na tena. Naona ametoa pongezi ya maana sana, hata si swali. Labda upande wako kuna labda mimi ile swali langu ni kama serikali unahisi kwamba ni mfumo gani ambayo umeona unawazalia matunda katika kumaliza haya masuala yote? Kama nilivyoanza kusema awali, mfumo inahusisha kila mtu, mimi na wewe. Leo nimekuja Dayo Radio. Kesho maybe kuna mashirika huko nje plus ngaos, our chief assistant chief, community health promoters. Tunaenda chini tukizungumza, wakiwa na dialogue, tunazungumza na wazazi, tunazungumza na vijana wetu, tunawasikiza. Tusiwe wepesi wa kuzungumza. Mwanzo tunauliza maswali, kisha tunawabwagia ya maswali. Tunataka kuona katika yale maswali vijana wanaelewa nini. Manake ukitaka kuanza mjadala, jua yule ambaye unaitaka kumpatia ile information, uwezo wake wa kuelewa lile jambo liko wapi. So vijana hapo ndio sasa wafunguke, wengine wakwambie kile wanakwambia, na kuna a lot of information ambayo haifiki vizuri.
Labda wale vijana wengi sana ambao tuna interact nao wana feel like hawaambiwi waziwazi, like kuna watu bado wanaogopa kitu kama hiyo. Wanaogopa hizi hali. Sijui kama hilo liko ama mshalizungumzia. Na ndio liko tunataka tuseme tukipeana information sisi kama county. Kuanzia Likoni kuja Kisauni, Nyali, tunazungumza lugha moja. Na tutumie, yani tuna washikadau tofauti. Health, tuko na CHPs, tuko na sisi watu wa afya ambao tuna deal na zile tarakimu kila siku. Pia kuna department katika youth and gender, nao wanajaribu kuhamasisha community. Pia kuna mashirika CSOs, civil society na NGO kama Dayo Radio hapa, kama hawa kina FIDA, kina yaitwaje hawa Muhuri, wako wengi sana. Kina Quid, yani wanakuja pamoja. Lengo ni kuhamasisha jamii, especially watoto wa kiume na watoto wa kike. Tusilinde mtoto wa kike tukasahau mtoto wa kiume. Boy child ni muhimu pia kueleza. Manake visa vya sodomy vimeanza kuongezeka. Haya, anaitwa Peter Julius Zore, anauliza kuna terms nyingi ambazo zinatumiwa katika masuala mazima ya kuongea na vijana, na anauliza SGBV inamaanisha nini? Ndio yule asa manake amel SHR ama SGBV. Okay. SGBV. So S ni sexual ama ngono. So GBV ni hiyo dhulma, gender based violence. So sexual gender based violence. Yani njia ya kupata kudhulumiwa kupitia njia ya, kama ni mtoto wa kike ni private part ya mtoto wa kike, kama ni mtoto wa kiume ni ile private part yake ama sehemu yake ya siri. Ni kupitia ngono, kufanya kuingia bila idhini. Kitu cha kwanza, idhini hapo hakuna. Consent hakuna. Kitu cha pili, umejivurumiza katika private part ya mtu, na hiyo katika hata sheria za Kenya hauna right. Tumeelewana? Hata kama ni mke wako basi so muombe bwana, mnatayarishana. Kwani lazima uingie kinguvu? Okay. Umeweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la umaskini na kusema kwamba ndio nguzo kuu ama ndicho chanzo kikubwa zaidi cha kuongezeka kwa hizi visa vya GBV hapa na pale. Labda pengine kama kaunti ya Mombasa, ni kitu gani ambacho mmekifanya kuona kwamba mnapunguza? Tunajua kwamba hawezi kuishi maskini, lakini kule kupunguza kama kaunti ya Mombasa. Swala la umaskini siwezi kulijibu kwa asilimia ni 100%. Sahii kaunti inajitahidi at least kuhamasisha vijana kupitia department ya State Youth and Gender. Kuna hizi pesa ambazo zinatolewa kwa vijana wakiwa watu 10 kufanya mabiashara, na wanakuwa taken through, inaitwa life skill. Wanakuwa taken through life skill education, kuweza na economic empowerment, mambo na kuhamasisha kuhusu jinsi ya uwekezaji wa pesa na nini. Hizo programs ziko kwenye serikali, ziko mingi sana. Ukienda kwenye hiyo department ya State Department, Directorate of State Department, hiyo program iko anchored hapo. Watakuambia the opportunities za vijana ziko nyingi. Pesa zinatolewa. Even the president amekuwa akijitoa. Mara kuna nyota, sijui mara kuna, yani kuna vitu vingi sana viko kwa vijana. Je, huyu kijana ako na opportunity ya kwenda kwa ofisi kama hizo na kujiulizia? Ama wako na opportunity kuungana wa vijana 10 na wakafanya biashara na ikakua? Sasa hiyo ni njia moja serikali inajaribu ku empower vijana. Maana tukisema sote tutaajiriwa serikalini, haiwezekani. Lazima tutafute mbinu mbadala. Na mimi napenda pale kijana anapojituma. Mtu unaona, kuna kijana alikuwa akikota hizi chupa za nani kwenye takataka. But huyo kijana ameweza kujisustain, na sasa he is most powerful young person. Ametengeneza hizo chupa,
ametengeneza decorations. Nikasema chupa hizi ambazo zina haya, vijana pia kokota zile chupa wanazisafisha, wanajipatia nani, wanatengeneza hizi mats, vitu vya kunani. Kuna mahali nilienda nikaona samaki, sanamu tu ya samaki ambayo ilitengenezwa kutumia chupa bro. Chupa tu peke yake lakini ni samaki. Yaani naka so smart yani. I think niliona mahali lakini sijakumbuka ni wapi, lakini niliona mahali. Na watermelon ambayo ilitengenezwa na chupa pia vile vile. Na watu wananunua, imagine. Kuna mwanadada ametuma taarifa hapa, hiyo naye anapongeza, anasema good morning huku Rift Valley to America Vesta, asante sana. Huku Rift Valley tuko locked in till the end of the show. Pongezi kwa mgeni Razia kwa kujitolea kufika kuelimisha vijana. Naona pia ameweza kuuliza swali pale. Okay. Anasema kwamba je, misaada ya kifedha inayotolewa na mashirika tofauti ama watu binafsi kwa watoto wa kike haswa waliopata mimba inasaidia au inahamasisha tatizo? Manake kuna wale ambao labda ataona kwamba amepewa msaada. Kuhamasisha tatizo alikuwa anamaanisha kwamba inaongeza tatizo, si ndio? Ile kwamba ukiona mwenzako labda alinajisiwa na akakuwa empowered because watu wa Samaria wema walikuja wakasema huyu tusaidie. Sasa sisi serikali tumekuwa na tukifanya kazi na washikadau tofauti. Nakumbuka wakati Trump alipokuja akafunga milango ya fedha. So hapo kulikuwa na mradi ya, nitawapatia tu example ya shirika ambalo lilikuwa linaitwa Dreams. So nakumbuka hao walikuwa kijiita Dreams Girls. Hao walikuwa wanasaidia watoto ambao walikuwa wamepata mimba kisha wakaacha shule. So wanakupatia kama skills kama vile kubake, plumbing, yani depend, yani kulingana na ile hali yako ya kimaisha. Na before upate hiyo lazima kuwe na recommendation from department ya children, department ya health, na kina chifu na pia social worker. Maanake yu wakujua kama kweli umetoka katika ile hali ya uchochole ama ni mambo ya kujipakizia. Kwa hivyo before upate msaada pia ulikuwa unafanywa assessment. Lakini it is high time sisi kama serikali kujitegemea wenyewe. Kwa sababu I believe through the leadership ya governor kupitia our president, wamekuja na mikakati tofauti kusustain. Either tumepata ama tumekosa, lazima maisha yaendelee. Naona huyu ana maswali mengi kweli, anauliza tena, anasema kwamba je, mikakati kama PrEP na PEP imefanikiwa kwa kiwango gani kwa vijana na changamoto zake ni zipi? Asante sana. Mwanzo ukisema PrEP, PrEP hii tunaita pre, yani tunapeana hizi dawa kuzuia maambukizi kabla hujapatikana na ile hatari. Hiyo ni PrEP. Sawa? Yani hizi ni dawa zinapeana kabla tukio. Nitakupatia mfano. Mfano ni niko na mpenzi wangu. Mpenzi wangu amejua hali yake ya HIV. Hali yake ya HIV yeye ni positive. Mimi kama mwanamke niko negative. Na tuko kwenye ndoa na tumezaa watoto na watoto wako sawa. Sasa yeye kutaka kunikinga, mimi kutaka kukinga ile hali nisiambukizike na nisiambukize mtoto, basi mimi hutatumia PrEP. Ndio hiyo pre-exposure prophylaxis. Before nipatikane na jambo, basi wache nijizuie nisipate HIV. Ndio hiyo PrEP. Then PEP ni post. Sasa jambo limetendeka kama nimebakwa. Siombi lakini nakupatia mfano. Sasa katika ile hali ya kubakwa between na ninajua hali yangu nimepimwa HIV, nikajipata niko negative. Basi sina budi, ndio maana nakwambia ukikuwa na dhulma yoyote kimbilia hospitali katika masaa 72. Hiyo PEP inapeana within that time. 72 golden hours. Ama masaa 72 ama siku 3 kabla zijaisha. Nipate hiyo PEP ambao inaitwa post exposure prophylaxis. Dawa ya kuzuia maambukizi ya HIV baada ya kitendo cha ngono bila kutumia any protection.
Naona mwingine anaitwa Masud Salim Athmani anauliza, je, mambo na mila na tamaduni ambazo zinatumiwa katika kujikinga kwa watoto wadogo pale kuhusiana na masuala hayo ambayo unazungumzia yanaweza kuweka vipi hatarini wa watoto? Mila, mwanzo tuanze na mila. Mila zetu. Ndio. Hatutaki aibu. Tunataka ukiona mtoto wa kike ameanza kujiassociate na mtoto wa kiume, wengine wanazungumza, sema kabla hajabeba mimba, acha nimuoze. Early child marriage. Ndio. Mimi sitaki aibu. Mimi mzee Katana nimelea mtoto kwa shida. Aje nibebe mimba hapa niletee. Haiwezekani. Wamtafutia sasa huyo mwanamume ama mzee sasa. Ambia bwana nipatie ng'ombe 3 na mbuzi au mtoto nakupatia kama mke wako. Unaona sasa tunajaribu kusolve lakini tunaharibu zaidi. Nasema kwamba haini ya hapa na hapa tu tumalizane. Nafurahia bete. Vizuri wewe. Kuna kurithi. Mke wa brother yako amekufa, unataka kurithi mke wake. Unasema mzuri yule, mimi nitamuhifadhi. Imali siende mbali. Imali ni yetu, ya ndigi yangu. Una uchungu sana. Umerithi paka mke wa mtu. Alikwambia yeye kutaka. Unamjua brother yako amekufa na nini? Pengine amekufa na HIV, mke ana HIV, wewe na waje kujititika mzima. Hiyo ni shida nyingine. Haya. Kukeketa mtoto wa kike. Nataka kupunguza nyege. Huyu mtoto asiweze kusumbua. Asitake hiyo ngono mpaka ile time itafika. Jamani, the best way ni dialogue. Zungumza na mtoto wako. Fanya mtoto wako rafiki. Tuwe na time naye. Sisi wazazi kila siku tuko kwenye masimu. Social media. Yani kitoka hii. Yani mtu akipokonywa hii simu ni kama ametolewa roho. Yani social media kwa kila kitu, mpaka mtoto na mtuma kijiko kuko kitchen lakini unafanya kumtext. Nichukue nenda sitting room kanichukulie remote. Yani kwa uwezo wao pia watoto wanapatiwa hiyo simu. Watoto wanyamazisha. Jamani, tunasonga kusonga pale. Peter Mbonge anapongeza, anasema semekana kwamba mimba za mapema hususan ni Pwani inachangiwa na umaskini. Ni kweli, naona umezungumzia hiyo, labda utatia pondo zaidi. Masud Salim, Masud hako mbio. Tuko tena tunasubiri kikao kikuu kishaanza. Nipo ndani Chonyi Silala kwa kukalanga ndio muzini. Huu ni mstaarabu comedy. Anaitwa Emmanuel Katana pia anasema nasikiliza kipindi akiwa Malanga. Huko ni Malindi. Malindi ndani huko. Tukiwa tunasonga ndugu yangu, dakika ni 3 peke yake zimesalia. Labda kuna kipi ambacho labda ulikuwa umekuja nacho lakini hujapata nafasi ya kuweza kukizungumzia. Karibu. Kabla amalizie, naona kuna mwingine pia ameng'ang'ana sana hapa kuuliza maswali kwake, na itakuwa si vyema endapo pengine twende na. Anaitwa nani huyu? Anaitwa Beka Smasha. Anasema kwamba show imepamba moto. Niko na swali kwa mgeni. Anasema kwamba vijana wengi wanafanya ngono bila kinga kwa sababu ya pressure ya wapenzi. Naweza kuwashauri nini kwenye situation kama hiyo? Sasa ndio hapo nilikuwa nataka kuzungumzia. Kuna ile tunaita tumeegea sana kwa mtoto wa kike, tunampatia mtoto wa kike information nyingi sana. Na mtoto wa kiume tumemwacha. Ndio sasa tunaita, yani katika yale mahusiano kuna imbalance. Mtoto wa kike ako na information ya kutosha. To an extent anamwambia mtoto wa kiume, mimi naomba mwanzo tu hii historia mapenzi ikae. Yule mtoto wa kiume anamwambia kama hunitaki, uko wengi nitabadilisha mimi. Sasa katika ile pressure anapata yule mtoto wa kike, hana budi kama amependa yule kijana sana, anajipeana, lakini huko akijua kuwa mimi naweza kuambukizika. Mimi naweza kupata haya maambukizi. Na yule mtoto wa kiume ndio baadaye akija kujua kuwa pia mtoto wa kike pia alikuwa kwenye hali mbaya, alikuwa na HIV. It is too late. Kwa hivyo hapa katika mahusiano lazima tu target mtoto wa kike na wa kiume. Tusiache mtoto wa kiume. Mara nyingi hata nikianzisha zile program za mashinani mambo na mental health,
watoto wa kiume watakuuliza katika hiyo program, na it is for their own good. Watakuuliza kuna pesa nitapata baada ya mafunzo. Muona hiyo mentality iko sana. Mtoto wa kike atakwambia basi nipatie hiyo information. Atakaa hata kama ni hilo lisali moja. Anakwambia mimi lisali moja si ningekuwa nimefanya kibarua na nimepata kitu. So mara nyingi kumpata mtoto wa kiume na kumuelimisha, hiyo ndio kitu ambacho tunajaribu katika hizo hospitali kuwa na male involvement support group. Naomba tushikilie tu hapo kidogo dakika 3 nisome habari, kisha baadaye tutakuwa tunarudi tuweze kutamatisha. Kindly kaswida hii ilikuwa imeombwa na Hafsa. Najua tulizicheza sana enzi zile za Ramadhani, mbwembwe za harusi. Lakini mbona njia hiyo ipeani kwa rembo peke yake? Mbona hiyo kwa rembo peke yake? Razia, kama haujalikwa tukualike rasmi, tena tunakualika on air tarehe 4 ya mwezi wa 4. Na mshabiki pia naona ana note tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka huu, mwaka 2026. Meneja wetu unayemjua Susan Umazi anapata jiko na kualika anapata nyumba bro. Mwanaume anapata jiko lakini mwanamke anapata nyumba. Harusi itafanyika maeneo ya Rabai za Bagamoyo. So tutakuwa pale na tutaenda for the first time, tutaenda kama VIP, hatuendi kama coverage sijini na mwambie tafuta watu wengine asituhangaishe. Sisi tukuje pale tukule mbuzi na tumpatie bwanake. Mwambie Susan congratulations sana. Natakia kila laheri na maombi yangu. Amin. Ndoa aweze kustahimili, wapendane na umweke Mungu mbele katika maisha. Amin. Congratulations, shaanza kutuma mapema sana. Sasa zinaanza hivyo alafu zinaenda paka kwa bahasha. Tusipoteze dira mpenzi msikilizaji, tuweze kutamatisha kwa sababu ni mengi ambayo tumeweza kuyazungumza tangu asubuhi na hadi sasa tukiwa tunapotamatisha. Ndugu yangu Razia, labda tunaweza kutamatisha kwa namna gani, kwa sababu kuna mengi ambayo tumekuwa tumetamatisha. Sawa. Karibu. Mimi nataka tu kusummarize information. Naam. Jamani, tunapokaa katika maisha tusifanye kuwa kupigwa, kubakwa ni jambo la kawaida. Jamani, ukiona hiyo jaribu kufikia katika hospitali zetu za serikali. Na ukiwa umepitia dhulma yoyote, pitia hospitalini katika wakati muafaka. 72 hours golden, yani stars za dhahabu. Hizo ndo tuweze kukusaidia kupata dawa za kuzuia maambukizi ya HIV, dawa za kuzuia mimba usiotarajia, na pia kukupatia afya ya akili, utulivu wa akili. Ndio usije ukataka kutoa uhai. Pia kuna our youth friendly services ama centers katika hospitali za serikali ziko. Fika kwa mhudumu wako wa afya aweze kukupatia information. Usingoje paka kijana uwe mgonjwa ndio ukuje. Kuje tu uulize maswali. Hiyo ni haki yako. Na kwa serikali imejitahidi kupitia department tofauti kupeana ajira kwa vijana. So it is good kuuliza state department especially katika mambo na youth. Pitia tu kwenye hizo department. Muulize kama kuna pesa za vijana, muanze kufanya mabiashara jamani. Ndio tusiingie katika mimba za mapema, tusiingie katika zile tabia ambazo tunataka kujaribu. Ukiwa busy, hautakuwa na time ya kuingia katika mambo ya idol na utaweza kujikinga vilivyo. Kuna swali hapa ndugu yangu Razia, sijui kama utalihandle namna gani ama utalijibu namna gani, lakini endapo huko una uwezo wa kuliongelelea kandiduso. Kama hauna tunakuruhusu pia kwamba uweze kusema kwamba huna maoni. Wiki chache kuna swali limeulizwa hapa na nambari ya simu hana jina kamili. Wiki chache zilizopita kumeshuhudiwa tendo la kinyama kwa mtoto wa kike wa shule ya Burhania kaunti ya Mombasa. Je, kama mtetezi wa masuala ya vijana mna mikakati gani kukabiliana na tendo kama hilo kufanyika tena kwa watoto wetu? Maybe ukielezea what happened in Burhania. Kuna kitendo kilifanyika hapa Mshomoroni, maeneo la Kadongo. Mtoto aliweza kuathiriwa na kubakwa na kufungwa kwenye gunia. Sijui kama uliona hiyo taarifa, kitu kama hiyo. Na watetezi wa haki wakafika, wanahabari wakaangazia, wana polisi pia walikuwa pale na mengineo mengi.
tuseme watoto ni wetu. Ndio. Sisi kila mtu mzima tuko na majukumu. Ndio. Si lazima uitwe mzazi. Mzazi anaweza kuwa mimi na wewe. Unaweza kuwa ni dadako mdogo yule. So wewe umekuwa mzazi. Lazima tuwajibike. Ndio. Mkiona jambo ambalo si la kawaida liko suspicious, mtu yuko anaenda kiangalia na huku ana nani, ni vizuri kupeana taarifa. Hata kama basi unaogopa polisi, nenda kwa chifu, peana taarifa. Uzuri kwa polisi kuna gender desk, pale ukienda utapeana taarifa. Kuna kitu ambayo unaona hakiko sawa, kuna gunia na unaona kama kuna mtu, unaona. Kwa hivyo sisi sote tunafaa kuwajibika. Sisi wananchi wa Mombasa, wa Kenya nzima, we need to be responsible for our actions. Haya, naarifiwa kwamba kuna tukio linaendelea saa hii muhimu sana, Autism Day, ikiwa leo ni tarehe 2 ya Aprili mwezi wa 2026. Bi Hafsa amefika tayari katika maeneo na msafara ushaanza. Kwa hivyo wale wote ambao walikuwa wanajumuika kule, kindly mfike huko muweze kutufanyia mambo. Tukitamatisha, ndugu yangu Razia, wito wako wa mwisho kabisa. Na labda pengine mikakati gani ambao mnaipanga zaidi kuhakikisha kwamba masuala kama haya mnazidi hayachi nyuma na mnazidi kuyakandamiza katika kaburi la sahau na kuinua vijana na wazazi kusonga mbele zaidi? Sisi kama serikali, nakwambia kidole kimoja hakiui chao. Ni kweli. Tunashirikiana na wananchi na mashirika kuhamasisha jamii. Na katika hospitali zetu tukipeana huduma tunazipeana in a way that ziko zote zimeekwa kwa upande mmoja. Ndio maana nilisema hiyo triple threat. Yani hivi vitu vitatu vinashughulikiwa kwenye kliniki moja. Ukitoka pale umemaliziwa kila kitu. Ni GBV, ni HIV, umaliziwa utoke uende kwa counseling hivyo. So serikali tunataka tuhamasishe as many people katika hii kaunti yetu ya Mombasa. Tuzuie, kama tunaweza kuzuia, tufike katika hii mambo ya teen pregnancy. Tushuke paka asilimia at least 4. Tungefurahi sana. Yani, kwa nini wewe muingilie mtoto mdogo? Usiende ukatongoze mtoto nani? Watu wamejaa tele wanawake. Kwa nini utarget mtoto mdogo ambao anafaa kwenda shule kujitengenezea maisha? Kwa hivyo sasa mimi mwito wangu kwa niaba ya vijana, jamani wazazi, naomba kwa taadhima tuwajibike na watoto wetu. Tuwajibike na kuwa na maswala ya kuzungumza nao, kufanya urafiki nao. Na kidogo tuwekane na hizi simu, tuziweke kando. Kwa muda tu. Jipatie hata kama ni 3 hours na mtoto kwa siku. Uone kama tutakuwa na hizi mimba za utotoni. Uchochole si sababu ya sisi basi kutupia watoto vibaya. Huyu Mungu amekupatia ni zawadi na utakwenda kuulizwa. Amen. Kabisa. Kitamatisha namna hiyo, mimi kwangu naona ameweza kuleta kile ambacho kilikuwa tunastahili kukisikia. Wewe ni zawadi bro. Mimi ni zawadi. Kabisa. Are you sure? Kila mtoto ni zawadi katika